Bana mtazamaji wa Biomedia Channel, ni kukaribishe tena kwa saa ya kuhabarika na zile ambazo zimejiri na kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na tunaangazia habari kunako uwanda wa matukio ya kisiasa ambako ni mke wa Mheshimiwa Tundu Lissu amwaga machozi mbele ya bunge la Ulaya la haki za binadamu kwamba msaada mumewe awezi kuachiwa huru. Limekaaje? Tunaangazia taarifa kutoka kule Brussels, Ubelgiji, ambako mke wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ameshindwa kuzuia hisia zake na kumwaga machozi alipokuwa akitoa ushuhuda mbele ya kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya kuhusu hali ya mume wake aliyeshikiliwa gerezani. Katika kikao hicho, Alicia alizungumza kwa uchungu mkubwa kuhusu changamoto ambazo familia yake imekuwa ikipitia tangu Tundu Lissu kuwekwa mahabusu. Akiwa mbele ya wajumbe wa kamati hiyo, alieleza kuwa kipindi hicho kimekuwa kigumu kwa familia nzima, huku akisisitiza kuwa mume wake anakabiliwa na mazingira magumu akiwa kizuizini. Alicia alisema kuwa familia imeendelea kuishi katika hali ya wasiwasi na sintofahamu kuhusu mustakabali wa Lissu, huku ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi ambayo inamkabili. Alieleza kuwa kukosekana kwa uhuru wa kuwasiliana mara kwa mara na mume wake pamoja na changamoto zinazohusiana na hali yake ya afya kumekuwa chanzo kikubwa cha maumivu kwa familia. Wakati wa ushuhuda wake alionekana kushindwa kuzuia hisia zake na kutoka na machozi alipokuwa akisimulia athari za kifamilia na kihisia zilizosababishwa na kuendelea kuzuiliwa kwa Lissu. Tukio hilo, mtazamaji, liliwagusa baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo pamoja na watetezi wa haki za binadamu waliokuwa wamehudhuria katika kikao hicho. Alicia pia alitaka Jumuiya ya Ulaya pamoja na taasisi za kimataifa za haki za binadamu kuendelea kufuatilia kwa karibu suala la mume wake na kuhakikisha kwamba haki za msingi za binadamu zinazingatiwa. Amesisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa haki za wafungwa na mahabusu, ikiwemo haki ya kupata huduma za afya, haki ya kuwasiliana na familia pamoja na haki ya kupata usikilizwaji wa kesi na haki mbele ya vyombo vya sheria. Kwa mujibu wa taarifa zilizorushwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kikao hicho kilifanyika kufuatia mwaliko wa kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya iliyokuwa ikisikiliza maoni na ushuhuda kuhusu hali ya haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania. Katika mawasiliano yake, Alicia alieleza kuwa swala la mume wake si la kisiasa pekee, bali pia ni swala la kibinadamu linalohitaji kuangaliwa kwa uzito mkubwa. Kauli zake zimekuja wakati ambapo kesi ya Tundu Lissu imeendelea kuvutia mjadala mpana ndani na nje ya Tanzania, na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu pamoja na wadau wa kisiasa wamekuwa wakitoa maoni tofauti kuhusu mwenendo wa kesi hiyo na mazingira ya kizuizini yanayokabiliwa nayo kiongozi huyo wa upinzani. Baada ya ushuhuda huo, baadhi ya wajumbe wa bunge la Ulaya walionyesha kuguswa na maelezo ya Alicia na kusisitiza umuhimu wa kuendelea kufuatilia maendeleo ya suala hilo kupitia njia za kidiplomasia na mifumo ya kimataifa ya kulinda haki za binadamu. Tukio hilo, mtazamaji, limeendelea kusambaa kwa kasi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo wananchi, wanaharakati na viongozi wa kisiasa wameendelea kutoa maoni yao kuhusu hali ya Tundu Lissu na athari ambazo familia yake imekuwa ikizipitia katika kipindi chote cha mahabusu ambako amewekwa. Tunaendelea kusubiri pengine nini kitafuata mara tu baada ya mke kuzungumza hayo katika bunge la Ulaya. Tanzania watachukua hatua gani? Basi moja kwa moja endelea kufuatilia kupitia Biomedia, utaweza kufahamu zaidi na utaendelea kuzijua habari mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, na uwe na wakati mwema.